ama tunapata nafasi ya kuweza kuweka mjadala wetu wa kimichezo, na tukiuliza kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba miongoni mwa makocha walioomba kazi Simba ni pamoja na Romain Folz aliyekuwa kocha wa Yanga. Je, kwa namna unavyozani wana Simba watampokea kocha Romain Folz kwa ajili ya kukinoa kikosi hicho na kuweza kuwafikisha kwenye mafanikio, au watamkataa kwa kuwa kocha huyo alipita Yanga pasipokuwa na mafanikio yoyote? Hiki ndicho ambacho tunakiuliza. Nianzie kwako Chaka, kwa namna ambavyo unaona moja kati ya makocha ambao wana nafasi ya kuweza kuomba kazi pale Simba inasemekana ni pamoja na Romain Folz. Je, mtazamo wako ukoje kwenye hili? Of course Romain Folz ni kocha mzuri na ni kocha ambaye kwamba kama akipewa kibarua ndani ya Simba Sport Club anaweza akarejesha furaha kwa mashabiki na wadau wa soka wote wa Simba Sport Club, lakini pia kuna uwezekano wasipate kile ambacho wao wanakihitaji, kwa sababu Romain Folz unamzungumzia ambaye ana umri wa miaka 35. Sasa kocha kama huyu ukiwa na umri kama miaka 35 ukifuatilia zaidi kiundani unagundua kwamba kwenye issue ya kuweza control dressing room sometimes inakuwapo ni tatizo, japokuwa kuna wengine wanaweza kufanikiwa na kuweza control dressing room. Lakini pia Romain Folz si kwamba ni kocha mbaya, lakini anavyoenda kwenye klabu ya Simba, je, timu ambayo tunazungumzia inapitia wakati gani, na je ninavyokuwa uwanjani inakuwa anachezaje? Unazungumzia Simba Sport Club ambayo yenyewe paka sasa kwenye michuano ya kimataifa ndio target yao kubwa kufika nusu finali. Lakini ukiangalia michezo yote miwili imeweza kupoteza. Unazungumzia timu ambayo kwenye ligi kuu imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam, lakini pia performance ya uwanjani sometimes ni kama hususan katika matumizi ya nafasi na kopo kama ni ngumu. Sasa namleta Romain Folz ambaye mwenyewe ametoka kwenye hiyo timu kwa maana watani wao, kwa maana wameweza kutoka, na ukiangalia chanzo kikubwa ambacho kimemfanya aweze kuondoka ni performance ya timu jinsi inavyokuwa anacheza uwanjani, lakini pia upatikanaji wa matokeo. Sasa nikiangalia Romain Folz anaweza akafika na Simba Sport Club na akafanya vizuri, lakini siku zote kocha mpya anapokuwa anakuwa anajiunga na timu fulani lazima tu kwanza mwanzoni mara nyingi waga hawaanzi vizuri, waga wanaanza vibaya. Aidha mchezo anaweza akacheza mchezo wa kwanza akaweza kupata matokeo ya pointi 3, lakini jinsi atafuka anacheza uwanjani kuna vitu fulani ambavyo watu wengi walikuwa wanatamani kuviona na wasivione, kwa maana uwanjani isicheze sana vizuri lakini wakapata pointi 3, au timu ikacheza vizuri sana uwanjani lakini pia isipate pointi 3. Ndiko sasa, na ukiangalia mfano mzuri Young Africans waliweza kumsajili Said Lamovic. Alivyokuja Said Lamovic mwenyewe ukimwangalia mechi ya kwanza kuweza kuisimamia ilikuwa ni mechi dhidi ya Al Hilal ya pale Sudan. Ile mechi aliweza kufungwa bao 2 bila. Lakini mechi ya pili akaenda akacheza na Msaja ugenini akafungwa vile vile bao 2 kwa bila. Sasa unaweza kaona hizi mechi za mwanzoni Said Lamovic alikuwa ameweza kupoteza, lakini baada ya hapo ndipo kaona anapata sare zile TP Mazembe wanafunga Al Hilal wapi kule kwao, lakini pia mechi za ligi kuu ulikuwa anaona bao 4 bao 5. Lakini ukimwacha Said Lamovic muangalie hata Nasri Nabi kipindi ameletwa ndani ya kikosi cha Young Africans pia ulikuwa unaona kuna mechi ambazo alikuwa hawezi kufanya vizuri, lakini baada tu ligi kuisha na yeye kuweza kusimamia usajili wote mwenyewe ndipo kaona timu inafanya vizuri, ndipo wakaletwa akina Fiston Moyela akina Dia Ucho. Lakini so kwa hao tu Young Africans, turejea hata kwa hao wenyewe Simba Sport Club. Ukiangalia Fadru amefika timu mechi ambao walicheza dhidi ya APR ile Simba Day walionekana kwamba wamecheza vizuri, wakafika mechi ambao walicheza Ngao Jamii dhidi ya Yanga kaonekana kwamba wamecheza vizuri. Lakini kuna mechi ambayo ilibidi wamtafute nadhani mshindi wa 3 alicheza kati ya Simba dhidi ya Coastal Union. Ile mechi Simba alishinda bao 1 bila, alifunga Saleh Karabaka. Lakini performance ilionekana uwanjani ilionekana ni ndogo mno, ilionekana kwamba imedrop mno. Lakini pia utakuwa shuhuda Selemani Matola msimu huu na maanisha Emedi Morocco aliweza kupaa mechi ya kuweza kuisimamia michuano ya klabu bingwa. Ilikuwa mechi dhidi ya Msingizini. Uliona performance ambayo alionyesha Simba ilikuwa ni ya kawaida sana, na mwisho siku wakaweza kupata sare. Kwa
unapokuwa na kocha anapokuwa anakuja anaingia kocha mpya kwenye kikosi, lazima ukubaliane na matokeo ya kuanza vibaya au akaanza vizuri lakini katikati akamaliza vibaya. Sasa ni bora kocha umvumilie akiwa ameanza vibaya zeni akamaliza na muendelezo mzuri. Sasa je, kwa Romain Folz ambaye ametoka ndani ya Yanga na wote tumemuona na kitu ambacho kimemfukuza ni performance ya wachezaji uwanjani, lakini namna upatikanaji wa matokeo. Je, kama akija Simba Sports Club mechi za mwanzoni maybe 3 zote za mwanzoni 2 akapoteza, moja akasale, je, kuna uvumilivu ambao anaweza akaupata kutoka kwa mashabiki wa Simba? Kuna uvumilivu ambao anaweza akaupata kutoka kwa viongozi na wadau wa Simba Sports Club? Iko ndo kitu ambacho tunapaswa kujiuliza. Kwa hiyo sasa kwangu mimi kiufupi nafasi ya Romain Folz ndani ya Simba Sports Club sioni kabisa, kutokana na ametoka kwa pinzani, lakini pia sio kwamba ametoka kwa pinzani ndio ikasa ukuu, lakini ametoka kwa pinzani akiwa ametoka kwa shinikizo kubwa la pressure ambalo limetoka kwa washabiki. Kwa hiyo sasa mashabiki wa Simba na Yanga ni mashabiki ambao ni kama vile wanafanana kwenye issue ya kwamba timu haifanyi vizuri kwenye kutaka kocha aondoke. Hiyo inakuwa ni very fast, tofauti na timu zingine labda kama Azam, Singida. Hao wenyewe waga hawana pressure sana na kocha, kwa maana pressure haitoki sana kwa mashabiki. Sasa kwa Romain Folz pressure ambao walishinikiza mashabiki wa Yanga ikamfanya aweze kuondoka. Sasa je, akija Simba Sports Club unadhani kwamba hataweza kuondoka ikiwa inapitia? Na ukumbuke Romain Folz amekuja Yanga, amekuta Yanga iko vizuri na inafanya vizuri, lakini hakuweza kufungwa. Nadhani alifungwa mchezo mmoja tu, ule mchezo zile ambao alicheza dhidi ya wale vijana wa Silver Strikers. Huo ndio ambao waliweza ndio kamfanya zaidi aweze kufukuza, lakini alipata sare kwenye ligi kuu mechi moja, lakini mechi zingine zote aliweza kushinda. Lakini sasa anakuja kwenye timu ambayo kama nilivyosema awali, mechi zake za klabu bingwa zote ameweza kupoteza. Sasa je, akifika mechi ya kwanza kupoteza, mechi ya pili ampoteza, kwa hiyo kupata nafasi kwake inakuwa ni ngumu sana. Lakini naamini ni kocha mzuri na ni kocha bora, na kama falsafa zake akija kuziweka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club na wachezaji wa Simba wakaweza kumeza maelezo yake na kumeza mbinu zake, basi wanaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini nafasi ya yeye kuwa ndani ya Simba Sports Club sioni hata kidogo, na hata kwa 20%. Okay, sawa. Mwalimu, upande wako mtazamo wako ukoje pengine kuhusiana na hili la Romain Folz? Kwanza yaani namna ambavyo mlikuwa mnaongea hapa ni kama vile Romain Folz tayari yani Simba wamemtangaza kwamba huyu ndio kocha mpya, lakini kiufupi ni kwamba kocha anaweza kafanya vibaya kwenye timu X lakini akaenda kwenye timu Y mambo yakawa tofauti. Issue ya yeye kuomba kazi Simba, wakati huo alishawahi kufanya kazi Yanga na kufanya mafanikio. Je, mashabiki wa Simba au Simba watampokea vizuri ama la? Unajua, kwanza wanaofanya maamuzi ya mwisho ya kumchukua mwalimu sio mashabiki, ni viongozi. Lakini mashabiki wanachotaji wao ni zaidi ni matokeo tu. Yaani kama Yanga labda wangekuwa na muendelezo mzuri kipindi kile cha Romain Folz, pengine mpaka sasa hivi angeendelea kuwa kocha wa